lakini ni vizuri zaidi kuoana watu wa imani moja. Hii inaweza ikawa ina maana zaidi. Tunakumbuka kipindi ambacho Suleiman alipokuwa anaoa, Mungu alimtahadharisha ya kwamba asioe wanawake wa aina fulani. Lakini pia tunakumbuka Ibrahim alipokuwa anataka kijana wake aoe, alikataa asioe kila mahali. Kuna mahali alitaka aoe. Kwa hiyo kuoana watu wa imani moja ni nzuri zaidi na ina matokeo mazuri zaidi. Baba, kuna vijana wengi wanatamani kuingia kwenye mahusiano na mabinti wengi wanatamani kuingia kwenye mahusiano hata kufikia hatua yao ya ndoa, lakini wanakutana na changamoto nyingi sana kwenye mahusiano yao. Nafikia hatua wanaingia kwenye mahusiano kwa muda mfupi, mahusiano yanavurugika kabisa. Sasa wafanye nini ili wafikie kwenye hatima ya ndoa? Mbinu gani wanaweza kazitumia hata akafika kwenye hatima? Yako mambo muhimu ambayo unaweza kazingatia ili kuweza kudumu kwenye mahusiano na hata kufikia hatima ya ndoa. Jambo la kwanza, lazima tujue kwamba ndoa ni mpango wa Mungu. Na ndoa, tunaposema ndoa, ni taasisi ambayo Mungu mwenyewe ndo alianzisha. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba Mungu aliona si vema mtu huyu awe peke yake, na Mungu akaona amfanyie msaidizi. Kwa hiyo tunaona mpango wa ndoa ulianza kwa Mungu mwenyewe. Mungu ndo alianza kufikiri kwamba ili mtu huyu aweze kuwa na furaha, aweze kuwa na amani, na hata wakati mwingine asiwe mpweke, Mungu ndo alianzisha ndoa. Kwa hiyo tunaposema ndoa ni jambo ambalo linamhitaji Mungu. Na nielezee kidogo. Kwanza, kuna hatima ya ndoa ya aina 3. Tuna ndoa ya kwanza tunaita ndoa ya kiserikali au ndoa ya kimamlaka, ambayo watu wakapendana na baada ya hapo wakaenda kwenye mamlaka za kisheria wakafungishwa ndoa, ni ndoa. Lakini pia kuna ndoa nyingine ambayo tunaita ndoa ya kimila. Ndoa ya kimila ni ndugu na familia wanaweza wakakubaliana na vijana wakapendana kwa makubaliano ya kifamilia, wale watu wakafungishwa ndoa au wakaambiwa kwamba ni wanandoa. Lakini tuna ndoa ambayo inaitwa ndoa takatifu. Sasa hii ndoa takatifu ni kile ambacho Mungu anakuwa amekiunganisha, na Biblia inasema kwamba alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo kuna ndoa ambayo Mungu anakuwa ameiunganisha. Kati ya hizi ndoa 3, ndoa iliyo ngumu zaidi ambayo natamani tuielezee ni ndoa ya kuwa takatifu. Hii ndio ndoa ambayo ina vita kubwa, ndoa takatifu, na wengi hawana elimu ya kutosha kuhusu ndoa takatifu. Na hapa ndipo penye mtihani mkubwa ambapo natamani sasa labda kama tukizama kwa kina tuweze kuangalia mahali hapo. Sasa kama kuna ndoa za aina 3 kwa vijana na mabinti ambao wameokoka, vipi kuhusu hizo ndoa 3? Wanaweza wakaingia zote 3? Hizi ndoa zote 3 zinaweza kuwa ndoa moja, kwa sababu tunapofungisha ndoa makanisani tunatumia utaratibu wa mifumo yote 3, kwa maana ya kwamba mfumo wa kifamilia, kwa maana ya kijamii, familia wanakubaliana, kuna mahali zinatolewa, hiyo ni makubaliano ya kifamilia. Tutaingia kwenye mchakato wa pili, hawa watu kuwasajili kisheria, kwa maana ya kwamba kila mchungaji si kila mchungaji, niseme vizuri ya kwamba baadhi ya wachungaji tumepewa mamlaka ya kisheria kuwa sehemu au kuwa wasajili wa ndoa kiserikali. Kwa hiyo tunakuwa tunatimiza wajibu wa kiserikali kwa niaba ya serikali, tunawafungisha, lakini pia tukiwa kama makuhani, basi tunakuwa tunawasajili kwa kuwaunganisha ili Mungu aweze kuachilia baraka zake pale. Kwa hiyo hizi ndoa zote 3 kwa mtu ambaye amehitaji ndoa takatifu, hizi zote 3 huwa zinafanyika kwamba wazazi wanakuwa wamekubaliana, wamelizia, lakini pia serikali kwa mamlaka maalum inakuwa imempatia mtumishi wa Mungu ya kuweza kuwasajili ndoa. Ndio maana kuna cheti kinatolewa. Kile cheti sio cha mbinguni, kile cheti ni cheti ambacho kinatolewa na serikali, na baada ya kusajili sisi watumishi wa Mungu ndoa, huwa tunahitaji turudishe zile nyaraka au zile karatasi ambazo tunasema ni cheti cha ndoa. Sehemu ya kopi ya kile cheti tunarudisha kwenye mamlaka kwa maana ya serikali, na hii inaonyesha wazi ya kwamba ndoa hii inakuwa imepita kwenye michakato 3, kwa maana kwamba kimila,
kiserikali, lakini pia tunapowaleta madhabahuni tunakuwa tunafanya ndoa ile iwe takatifu. Ndio. Sasa kwa huyu kijana au binti yamkini yupo kwenye mahusiano na mtu ambaye sio wa kanisa lao au sio wa dini yake, unamshauri nini ili awe na ndoa takatifu? Kimsingi lazima tufahamu jambo moja, ya kwamba Mungu ni ambaye anaunganisha, na Biblia inasema kwamba mke mwema nitampata wapi? Mke mwema anapatikana wapi? Neno la Mungu linaonyesha wazi ya kwamba mke mwema anapatikana kwa Bwana peke yake. Yani maanake Mungu ndio anaweza kumfahamu ni nani mume mwema kwa mtu, ni nani mke mwema kwa mtu. Wanawake ni wengi, vijana wa kiume ni wengi, lakini kumpata mtu sahihi kuna michakato hapo ya kufanyika. Na ndio maana kati ya swali ambalo umeanza nalo ni mabinti wengi wanakuwa kwenye mahusiano, vijana wengi wanakuwa kwenye mahusiano, lakini mahusiano zao zinakuwa hazifiki hatima. Kwa sababu gani? Wanakutana pengine na watu ambao sio sahihi, kwa sababu unaweza ukampata mtu lakini akawa sio sahihi. Ukawa naye kwenye mahusiano ukakuta umetumia muda mwingi, umetumia miaka mingi. Na ndio maana kuna watu wana mahusiano sugu, mtu ana mahusiano miaka 5, miaka 4, 3, miaka 10, mupo tu kwenye mahusiano. Unajiuliza sasa, hii mahusiano watu wanafanya nini kwa miaka yote hiyo? Lazima wataanguka. Lazima watajikuta wameanguka. Sasa nimetaka kuweka msingi mzuri kwamba mke mwema na mme mwema anatoka kwa Mungu. Kuna uwezekano mkubwa mke au mume akawa kwenye imani tofauti, lakini kuna kitu muhimu sana. Biblia inasema kwamba tusifungwe nila na watu ambao hawajaamini. Kwa mfano, labda binti amepata mtu wa imani tofauti kabisa. Unajua tunasema tuna Ukristo, na huu Ukristo umegawanyika. Ukristo umegawanyika, kuna Roman Catholic, kuna Anglikana, kuna Presbyterian Church, kuna Mennonite Church, kuna makanisa ya Kipentekoste yametofautiana. Kuna baadhi ya makanisa yanaingiliana utaratibu. Kwa mfano, binti akawa amepata mchumba yupo kwenye makanisa ya Kipentekoste. Sasa niweke vizuri, makanisa ya Kipentekoste ni makanisa yote ambayo yanaongozwa kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Makanisa yote ya Kiassemblies, kwa maana ya kusanyiko, makanisa yote ya Kipentekoste yana utaratibu wake. Lakini pia kuna makanisa kama tunaposema KKT kwa mfano, tunaposema labda Anglikana, nao yana mfumo wake utaratibu, ambao mara nyingi unakuta baadhi ya taratibu za kiibada zinaingiliana. Kwa mfano wa Pentekoste tunaamini katika ubatizo wa maji mengi. Kwa hiyo kama tunaamini katika ubatizo wa maji mengi na wengine wanaamini katika ubatizo wa maji machache, wote ni ubatizo, lakini kuna misingi ya kiimani tunatofautiana. Sasa misingi ya kiimani ndio inaweza kupelekea iwe rahisi mtu wa imani fulani kumuoa mtu fulani. Mweza mkawa wote wa Kristo, lakini mmoja akitaka aende kumuoa mwingine au kuolewa na mwingine, inabidi aingie tena kwenye imani ile. Kwa mfano tuchukulie Mpentekoste ni Mkristo, lakini akitaka aolewe au aoe Roman Catholic, lazima ataingia pale kuunganishwa na utaratibu wa mahali pale. Kwa hiyo kutakuwa na ugumu kidogo, lakini lazima mmoja aweze kugeuka kufata imani ya mwenzie. Na hivyo hivyo, mfano mtu ambaye ametoka labda KKT, ametoka labda Anglikana, ametoka labda Moravian, makanisa ambayo yanaamini katika ubatizo wa maji machache, akija kwenye makanisa ya Kipentekoste itambidi aweze kupata ubatizo wa maji mengi na aweze kupata imani ya upande huu, japo wote ni Wakristo, wote tunaamini katika Kristo. Hii ni kwa sababu kila imani inakuwa na utaratibu wake. Lakini sasa kuna ile ambayo mtu amepata mahusiano na mtu ambaye yuko kwenye imani nyingine. Labda tuchukulie Mkristo anataka aolewe na Muislamu, au Muislamu anataka aolewe na Mkristo. Hapa panakuwa ni pagumu zaidi, kwa sababu ni mtu anahama kabisa imani. Mtu anahama kabisa imani, na mara zote huwa inakuwa ni ngumu kidogo, japo kisheria kuna utaratibu ambao umewekwa kwamba mtu anaweza kawa na imani yake na mwingine akawa na imani yake, wakafungishwa ndoa ya kiserikali. Madhara yake ni makubwa, kwa sababu kwenye ndoa kuna mengi, na wakati mwingine misingi ya watoto inategemea pia mahusiano ya kiroho ya wazazi, au inategemea pia wazazi wapoje. Kwa hiyo kwa kuzungumza hivyo inamaanisha kwamba
unayeingia naye kwenye mahusiano hautakiwi ingia kwenye mahusiano na mtu ambaye tofauti imani. Yeah, inaweza ikawa ina nguvu, japo kuna mtu mwingine anaweza kawa kwenye imani lakini hajasimama. Anaweza kawa kwenye imani lakini hajasimama kwenye imani. Mwanamke anaweza kamvuta mwanamme au mwanamme anaweza kamvuta mwanamke ili aingie kwenye imani ambayo yeye anaamini iko sawa. Labda pengine ni mlokole lakini hajasimama kwenye imani. Kwa hiyo nguvu kubwa inatokea pale unapompata mwenza. Je, yupoje kwenye imani? Ana misingi ipi kwenye imani? Lakini ni vizuri zaidi kuoana watu wa imani moja. Hii inaweza kawa ina maana zaidi. Tunakumbuka kipindi ambacho Suleiman alipokuwa anaoa, Mungu alimtahadharisha ya kwamba asioe wanawake wa aina fulani. Lakini pia tunakumbuka Ibrahim alipokuwa anataka kijana wake aoe, alikataa asioe kila mahali. Kuna mahali alitaka aoe. Kwa hiyo kuoana watu wa imani moja ni nzuri zaidi na ina matokeo mazuri zaidi.